wakuu, kuna malaika katika namna moja au nyingine, hadi wakina Mikaeli utakuja kushangaa wanatokea humu. Sasa kama unahitaji tupate somo hili vizuri, comment yako hapo, ukiandika malaika au ukinitumia WhatsApp kwenye inbox, basi tutaendelea kuliandaa na tutapata muda mrefu zaidi wa kupata somo kuhusiana na malaika wakina nani kwa undani kidogo, ili kuweza kujua. Sasa kwa hiyo huyo ni shetani, asili yake ya kwanza ni malaika. Hiyo ndio asili kuu ambayo imetawala. Ameumbwaje? Ameumbwa kwa kutumia madini mbalimbali yenye thamani, yakuti, samawi, dhahabu, almasi na mengine, ikiwemo akina zumaridi na mengine. Lakini kazi yake kubwa nini mbinguni? Ilikuwa kazi ya makerubi ni ulinzi. Kwa hiyo ilikuwa ni miongoni mwa malaika ambao anatokea katika vikosi vya ulinzi. Hiyo ni Biblia inatusaidia kufahamu hayo. Aliasi, ndipo akafukuzwa kutoka mbinguni. Ilikuwaje basi? Wacha tuongeze kidogo hatua, tusome nukuu moja kutoka katika kitabu cha Ellen G. White, The Sign of Times, ambayo iliandikwa Aprili 14 na mwaka 1898. Hapa utasoma katika hichi kitabu ukurasa wa 27 kwa taarifa zaidi. Lakini kama una kitabu kinaitwa The Truth About Angels, sura ya 3 inaelezea vizuri hizi taarifa za kuumbwa kwake shetani na mengine zaidi utaweza kuyapata huko. Basi wacha tusome nukuu hiyo na tuweze kujua mengine kuhusiana na shetani. Sasa ninasoma nikirifaa katika sura hii ya 3 ya kitabu cha Ukweli Kuhusu Malaika. Nasoma kipengele kinachosema Creation of the Angels. Sasa nitakuwa nasoma siri ili wengine waweze kuweza kuelewa nini ambacho kinamaanishwa kwa wale ambao hawaifahamu vizuri lugha ya Kiingereza. Nabii wa Mungu alisema kwamba before the creation of man, angels were in existence. Yani kabla ya kuumbwa kwa mwanadamu, malaika walikuwepo. Sasa hapa tunaangalia kwa undani kidogo, malaika walianza kuwepo tangu lini. Tunaambiwa kwamba kabla ya kuumbwa mwanadamu, yani kabla ya kuumbwa sayari dunia na mwanadamu katika zile siku 6 za kwanza, malaika tayari walikuwepo. Ananukuu, anasema hivi, anasema for when the fountains of the earth were laid, yani tangu kuwekwa misingi ya dunia tayari malaika walikuwepo. Anaendelea kwa kunukuu kitabu cha Ayubu sura ya 38 mstari wa 7. The morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. Utasoma kwenye kitabu cha Kiswahili, Biblia ya Kiswahili, tafsiri yake ni kwamba nyota za asubuhi kwa pamoja waliimba ama walimtukuza Mungu baada ya kuumbwa mwanadamu. Yaani siku ile ambayo mwanadamu anamaliza kufanyiwa uumbaji, malaika kwa sababu walikuwa wameshaumbwa, walimtukuza Mungu kutokana na ukuu wake na uwezo wake na kile ambacho kimezihirika kwa wakati ule. After the fall of man, angels were sent to guard the tree of life, and this before a human being had died. Angels are in nature superior to men, for the psalmist says that man was made a little lower than the angel. Yani tangu wakati ule, hata wakati ule ambapo Adamu na Hawa wameenda kinyume na mapenzi ya Mungu kwa kula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya pale bustani ya Eden, ambapo Mungu alikuwa amewakataza, kama tulivyosema katika video zilizopita hapo nyuma, kwamba malaika walitumwa kwenda kuulinda ule mti wa ujuzi wa mema na ule mti wa uzima wasiweze kula. Kwa malaika ndio ambao walitumwa. Kwa hiyo inatudhihirishia kwamba malaika walikuwepo kabla ya mwanadamu, na malaika walikuwa na uwezo kuliko mwanadamu, na ndio maana walivyowekwa kuweza kulinda mti, mwanadamu hakuweza kufika pale. Kwa nini? Kwa sababu wangeenda pale, kwanza malaika alikuwa na upanga, kwa lugha nyingine wangechezea kichapo, wasingeweza kuwashinda kwa sababu malaika wana nguvu kuliko wao. Hiyo utaisoma zaidi katika kitabu cha The Great Controversy ukurasa 511 au Pambano Kuu kwa lugha ya Kiswahili. Haya, tuendelee kidogo hapa, tusome aya na paragraph nyingine kuweza kupata taarifa zaidi kuhusiana na huyu shetani. When the Lord created these angelic beings to stand before his throne, they were beautiful and glorious. Yani wakati Mungu ameweza kuwaumba hawa viumbe au malaika, walikuwa wana uzuri na walikuwa na utukufu pia. Kwa hiyo aliomba hivyo waweze kutumika mbele ya kiti chake
cha enzi. Anaendelea anasema, their loneliness and wholeness were equal to their exalted station. They were enriched by the wisdom of God and girded with the panoply of heaven. Kwa lugha nyingine rahisi ni kwamba hawa katika uumbaji wake Mungu aliofanya kwa malaika walikuwa wazuri, lakini pia walikuwa na akili kubwa yenye uwezo. Lakini ukienda zaidi inakuonyesha kwamba walikuwa hata kukaribiana naye Mungu kutokana na ule uwezo wao, ila bado walikuwa wamfikii Mungu. Hiyo amenukuu kwenye kitabu The Signs of Time Aprili 14 na mwaka 1898. Sasa kwenye kipengele kingine tusogee kidogo kinachosema creation of Lucifer, yani kuumbwa kwa Lucifer. Kabla sijasoma hii nukuu, nikwambie kwamba neno Lucifer ni baada ya tafsiri ya Biblia kutoka katika lugha ya Kiebrania kile cha zamani, ambayo aliandikwa au aliwasilishwa kwa jina la Helen. Helen maana yake ni mleta nuru. Baada ya kutafsiriwa sasa kwenda kwenye Biblia nyingine, kipindi lugha sasa zinazidi kukua na uandishi wa Biblia, Mungu alivyokuwa anazidi kutanua usambazaji wa neno, kwa hiyo jina likabadilika. Yule ambaye alitafsiri neno Helen kutoka kwenye Kiebrania alitumia neno Lucifer. Kwa hiyo King James Version ilivyokuwa inaandikwa baadaye waliendelea kutumia neno Lucifer. Maana yake nini Lucifer? Ukienda mbali, hii mleta nuru au morning star kwa lugha nyingine, nyota ya asubuhi. Kwa hiyo ukisoma Biblia ya Kiswahili ukikuta sehemu imeandikwa nyota ya asubuhi au kwenye Kiingereza morning star au ukutana neno Lucifer, zinamrifaa huyu shetani. Lakini ndio jina lake la kwanza Lucifer. Hapo ni kabla ya uasi. Baada ya uasi ndipo akaitwa shetani, kwa sababu tafsiri ya shetani tu ni rahisi kwamba ni muasi au mpinzani au mpingaji. Sasa nasoma katika kipengele cha creation of Lucifer. God made him, Lucifer, good and beautiful, as near as possible like himself. Yani huyu ndio haswa malaika ambaye aliundwa katika uzuri na kuvutia, as near as possible like himself. Yani sini tumelugha gani kukuelezea, lakini katika namna moja au nyingine alimkaribia Mungu, yani alikaribia kufanana na Mungu. Anaendelea anasema, God had made him noble, had given him rich endowments. He gave him a high responsible position. Kumbuka hapo nyuma nimekwambia aliundwa na madini mbalimbali. Kwa hiyo ndio maana unasikia hili neno noble. Yani alikuwa kana kwamba ana utajiri fulani hivi. Alikuwa na superior fulani, alikuwa ni anakujigamba fulani ndani yake. Yani alikuwa na sifa za tofauti na wengine. Lakini alipewa responsibility, alipewa nafasi ya kuwa na upekee katika kutumika. He asked of him nothing that was unreasonable. Yani hakuna kitu chochote ambacho kimepungukiwa kwake. Kumbuka alikuwa mkamilifu kama Ezekiel 13:14 inavyosema. Kwa hakuna kitu ambacho kilikuwa kimepungua ndani yake. He was to administer the trust given him of God in a spirit of meekness and devotion, seeking to promote the glory of God. Hayo yote Mungu aliyoyatenda au katika kumuumba huyu Lucifer ilikuwa ni kwa ajili tu ya kumtaka azidi kutumika kwake. Na hata Mungu kwa lugha nyingine tu ya kibinadamu alikuwa kimuona, anaona utukufu wake. Kwa alikuwa anataka kuendelea kutumika pamoja na wengine, lakini yeye zaidi kuliko wengine kutokana kwamba alikuwa amependelewa. Ndio ile lugha anasema mwenye vingi atatoa vingi, mwenye kidogo atatoa kulingana na kidogo alichokuwa nacho. Sasa huyu kwa kuwa alikuwa vingi, amepewa vingi, kwa alipaswa kutumika sana. That's why unaona alikuwa ana uwezo wa kuimba nyimbo 12 nyimbo kwa sauti 12 kwa mara moja. Alikuwa anazitoaje? Mimi bado sifahamu. Kama unafahamu basi unaweza ukaniambia. Lakini kama wote tufahamu, tukifika mbinguni kwa neema ya Bwana pengine tukakumbuka ile swali tukamuuliza Mungu, Lucifer alikuwa anaimbaje, na tukayajua yote huko. Sasa tuendelee kumalizia hapa hii paragraph. Anasema kipengele kingine ambacho kinaweza kutusaidia, yes, ukurasa wa 24 ukisoma kitabu kinaitwa hichi kitabu kinachoitwa The Truth About Angels, ukweli kuhusu malaika. Lucifer's high position, nafasi kubwa, nafasi ya Lucifer kule mbinguni. Sasa kumbe shetani alivyokuwa ameumbwa na haya yote kama nilivyokuambia, lakini pia alikuwa na position ya peke yake.
Hebu tusome hapa alafu tuweze kujifunza zaidi. Anasema Lucifer in heaven before his rebellion was a high and exalted angel next in honor to God's dear son. Yani kabla ya kufanya uasi, huyu Lucifer alikuwa katika nafasi kubwa kule mbinguni, na alikuwa na nafasi kubwa kiasi kwamba alitukuzwa, hata yeye alikuwa kidogo kukaribiana na huyu mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Kwa nafasi ya shetani kwa lugha nyingine rahisi ni kwamba alikuwa akitoka Yesu ambaye anafahamika pia kwa jina la mwana wa Mungu, alikuwa akitoka Yesu anafuata Lucifer. Sasa tukiendelea hapa anasema his countenance like those of the other angels was mild and expressive of happiness. His forehead was high and broad, showing a powerful intellect. Kama shetani katika kuumbwa kwake, sasa katika muonekano pia alikuwa na paji la uso pana. Paji la uso pana tafsiri yake katika lugha ya Biblia ni kuwa na uwezo wa akili. Ndio maana hapa anasema intellect, alikuwa na uwezo wa akili mkubwa. Yaani alikuwa na akili nyingi. Kwa ndio maana alivyoumbwa alikuwa na uso mpana. Kwa lugha nyingine hekima, alikuwa na hekima kubwa. Haya. Anasema a special light beamed in his countenance and shone around him brighter and more beautiful than around the other angels. Alikuwa pia na mng'ao wa pekee kuliko malaika wengine. Yaani shetani, unajua mimi kipindi nilikuwa nafahamu kwamba shetani ana mapembe, na ukikutana naye labda hivi au kwa ambao wamewahi kumuona, anatoka damu mdomoni, anatisha na mavidonda, lakini sio kweli. Baada ya kukua nimepata neema, nimetambua kwamba shetani kama unavyosikia aliumbwa kwanza ni malaika, ila tu ameasi, ila asili yake ni malaika na umalaika wake haujabadilika. Lakini alipoumbwa aliumbwa katika muonekano unaovutia, lakini pia ana sura nzuri. Kwa lugha nyingine alikuwa anavutia, lakini pia ana sura nzuri na alikuwa na akili. Kwa hiyo kuonyesha shetani kwamba alikuwa na mapembe, sio yupo na matoka madamu, hizi ni video zinatudanganya. Kwa hiyo ni vizuri tuwe na muda wa kujifunza maandiko ili kuweza kung'amua ukweli ni upi na uongo ni upi. So alikuwa pia anatoa mwanga fulani wa pekee wa utukufu. Hiyo yote ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ukiendelea anasema yet Christ, God's dear son, had the preeminence over all the angelic host. Yani bado Yesu au mwana wa Mungu alikuwa na uwezo mkubwa kuliko hawa wote, lakini pia huyu Yesu alikuwepo kabla ya hawa malaika. Kwa hiyo Yesu na malaika, Yesu ni mkubwa. Yaani kama kwenye familia, huyu ni kaka wa wote. Yaani hao malaika walimkuta. Kwa kuwa wanadamu tuliwakuta malaika na Mungu alikuwepo na Yesu alishakuwepo. Kwa hiyo Yesu kwa lugha nyingine, yeye ni mwana wa Mungu, ni kaka wa hao wote walimfuata. Kwa hiyo Yesu yupo tangu kabla ya kuwepo hawa wengine. He was one with the Father before the angels were created. Yesu alikuwa ni mmoja pamoja na Mungu kabla ya malaika kuwepo. Sasa hili tutajifunza zaidi hapo mbele tutakapofika kwenye mada kuhusiana na uungu au kuangalia uungu wa Yesu, uungu wa Roho Mtakatifu, lakini uungu wa Mungu Baba. Lakini tutaangalia Trinity kwa ujumla wake, kwa sababu ni miongoni mwa mada ambazo zinasumbua sana katika makanisa na imani nyingine tofauti zimekuwa zikitengenezwa debate katika kujadili kuhusiana na hiyo mada. Tutakuja kuangalia pia ukweli wa hiyo mada ni hipi. So hayo yanatusaidia kuona kwamba shetani alikuwa nani au shetani mpaka sasa ni nani. Kwa hiyo shetani kwa namna moja au nyingine tunapoenda kuhitimisha ni kwamba ni malaika ambaye alikuwa na nafasi kubwa kule mbinguni, akitokea katika kundi la malaika wanaitwa makerubi, malaika wa ulinzi, na yeye alikuwa na nafasi kubwa kule mbinguni au alikuwa na cheo kikubwa kuliko wale wengine malaika wengine kule duniani, kule mbinguni samani. So malaika alikuja baadaye mbele aliasi. Ukisoma katika sura ya 12 ya kitabu cha Ufunuo utaona kulikuwa kuna vita kule mbinguni
Mikaeli na malaika zake na shetani na malaika zake. Baadaye shetani alishindwa. Ilikuwaje basi? Kwa maarifa zaidi kwa hichi ambacho nakuelezea, kwa sababu hapa sasa nimeshajibu swali kwamba malaika ni nani, shetani ni nani, na tumeshaona ni malaika aliyeasi. Sasa na kuongezea tu baadhi ya vitu ambavyo vitatusaidia zaidi pengine kupunguza maswali ambayo yanaweza kama yamejizalisha katika masikio yako, ili tuweze kufafanua vizuri na tuweze kujua vizuri ilikuwaje basi mpaka akafukuzwa, na ilikuwaje Mungu akamtupa shetani duniani. Na je, ni kweli Mungu alimtupa shetani duniani au ni makosa ya uandishi na ama uelewa wetu sisi wenyewe? Kwa sababu wapo ambao wanaamini kwamba shetani alipofukuzwa mbinguni alitupa duniani, kwa hiyo Mungu hatupendi ndio maana ametuletea shetani atutese. Lakini sio kweli, tutakuja kuthibitishia kwa maandiko. Kwa hiyo tunahitimisha kusema shetani ni malaika aliyeasi, na nafasi yake ilichukuliwa na nani? Ilichukuliwa na malaika mwingine baada ya yeye kufukuzwa kule mbinguni, ambaye anaitwa Gabriel. Haya mengine mapana yake, mafafanuzi yapo katika vipindi vingine. Kama hujasubscribe, naendelea kukumbusha kuweza kusubscribe. Mada inayokuja tutaangalia asili ya dhambi. Kwa nini dhambi iliruhusiwa? Tukishatoka kwenye kwa nini dhambi iliruhusiwa, kwa kuwa tumeangalia shetani ni nani, na tuliona kwamba wapo wawili ambao wanahitaji kuabudiwa, na kilichofanya hata shetani kufukuza mbinguni ni kutaka kuabudiwa kutokana na uzuri wake aliokuwa nao. Itatupasa pia kuweza kumwangalia huyu Mungu ni nani, asili yake naye ipi, anajifunuaje katika maandiko matakatifu, na Mungu yupo katika nafsi ngapi, moja au mbili au tatu? Je, kuna miungu watatu mbinguni, au miungu wawili mbinguni, au ni Mungu tu mmoja na mwana peke yake? Basi hapa katika chaneli yetu tutaweza kuyajibu hayo yote na mengine mazuri zaidi ambayo yatatuandaa kwa ajili ya kumpokea Yesu Kristo mara ya pili, basi yataweza kutolewa hapa kwa kadri ya neema ya Yesu Kristo itakavyotujilia. See you to the next video. Mungu akubariki sana, uwe na wakati mwema.